Okay, nimeona taarifa ya bodi ya ligi ya kutoa taarifa kwamba mchezo wa dabi utapangiwa siku nyingine. Kiuhalisia mimi binafsi nilikitarajia hiki, lakini kwa namna gani kimetolewa ndio kunakuwa na maswali mengi sana. Kuna namna tunauzungumza mpira wetu kwamba ni moja kati ya mpira ambao unafanya vizuri. Yes, unashika nafasi ya 4 barani Afrika kwa maana ya ligi yetu, lakini kuna namna ya kufikiria vitu kama hivi ambavyo ukiangalia sana havileti picha nzuri. FIFA wamekuwa wakitaka mpira uchezwe kwanza. Haya mambo mengine, yani ukishaona kwa wenzetu mchezo unashindwa kuchezwa kwa maana unahairishwa, kunakuwa na sababu nyingi sana za kimsingi. Lakini ukiangalia sababu ambazo zimepelekea, yes, kwa namna moja ama nyingine za kimsingi, lakini zilikuwa na namna ya kufanyika mpaka mchezo pengine ukaenda ukachezeka, inawezekana kwa leo ama hata kwa muda pengine. Lakini kiupande mwingine tunawakosea sana mashabiki. Tunaamini hawa ndio mpira unachezwa kwa ajili ya watu hawa. Mpira hauchezwi kwa ajili ya viongozi tu, mpira unachezwa kwa ajili ya mashabiki wa vilabu vyote viwili. Hebu fikiria, kuna watu tayari walikata tiketi zao tangia juma linaanza ili mpaka leo. Kuna watu wamesafiri kutoka mikoani, kuna watu wamesafiri kutoka nje ya nchi kuja kushuhudia mchezo. Alafu then tunazungumza sasa hivi ni saa 8 na mechi itakiwa icheze saa 1, maybe masaa 6 mbeleni unakuja unamwambia mtu mchezo hauchezwi, na sintofahamu imeanza tangia jana. Kwa hiyo kuna vitu vingi vya kufikiria, vitu vingi sana vya kujiuliza. Kuna namna tunawakosea sana mashabiki wa mpira, lakini kingine kuna namna tumetengeneza wenyewe haya mazingira. Shabiki ni mtu muhimu kwenye soka. Viongozi wa timu ndio watu wanaotakiwa kusimamia mpira, lakini viongozi hao ndio wamekuwa watu wa kuharibu mpira. Kwa nini? Kwa sababu kulikuwa na haja gani pengine jana Simba kuzuiwa kwenda kufanya mazoezi? Utajifikiria mara mbili. Lakini kuna watu hawa wanaitwa makomando wa hivi vilabu, makomando wa Yanga, makomando wa Simba. Wana nguvu kiasi gani ile hali mpaka kuweza kuzuia hata mamlaka za kinchi? Mimi nimesha kushuhudia hivyo na matukio kadhaa. Mamlaka za kinchi zinashindwa kuwa na nguvu linapokuja swala zima la makomando wa hizi timu, Simba ama Yanga. Kwa hiyo kuna namna ya kufikiria na kuna namna sasa mamlaka zenyewe zifanye kazi. Lakini pia nitoe wito kwa wizara. Nafikiri inatakiwa kufanya renovation ya mpira wetu, namna gani unatakiwa kuendeshwa. Tukiendelea kwa mtindo huu, kuna pointi itafika siku tunaweza tukashuhudia hata mechi hata 10 hazichezwi kwenye ligi, kwa sababu leo hii Simba jana amegomea vile. Kuna vilabu vingi vinakuja kutoka mikoani, sometimes havifanye mazoezi kama mechi inachezwa uwanja wa Benjamin Mkapa. Sometimes tunaona mazoezi hayafanywi pale, wanafanya kwenye viwanja vingine. Yes, kanuni zinaruhusu, lakini zinaenda kucheza mechi. So why mechi za Simba na Yanga pekee ndo zinakuwa na haya mambo? Ndio ni mechi kubwa, tunazipa uspesho wake, lakini ifike namna sheria na kanuni ziwe zina apply, lakini mamlaka pia ziwe na nguvu. TFF ndio baba wa soka, bodi ya ligi ndio anayesimamia soka. Hivi vilabu ni watoto wa hizi mamlaka zote. Basi mamlaka ziwe na nguvu, la sivyo tunaweza tukafika pahala ligi ikachezwa mechi 10, mechi 15, kwa sababu itafika muda Azam naye ataanza kuvaa hayo mabawa. Itafika muda Singida naye atavaa hayo mabawa. Itafika muda Namungo naye ataona okay, kumbe hata wakubwa ikifika point fulani wakasimamia kanuni inakuwa hivi, basi nao watakuja kusimamia kanuni. Mfano, msimu uliopita ligi ya wanawake, mechi ya Simba Queens na JKT Queens ilipaswa kuchezwa kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, lakini waendeshaji wa ligi waliuhamisha mchezo kupeleka Azam Complex Chamazi. JKT Queens walichelewa kupata taarifa, kwa maana taarifa ilikuja muda mfupi kuelekea mchezo. Wao wakasimamia msimamo wa mechi kuchezwa kwenye uwanja wa nyumbani. Kilichotokea, timu ilikatwa alama na Simba akaenda kunufaika kutokana na alama ambazo zimekatwa kwa JKT Queens. Kwa hivyo timu zikisimamia kanuni, basi tuone haki inatendeka. Tunaamini ligi yetu ni kubwa, ligi inabebwa na hivi vilabu, lakini ifike muda inapokuja